الحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه. أحمده حمدا لا انقطاع لراتبته ولا إقلاع لسحائبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له سميع لمن يناديه، قريب لمن يناجيه. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على ذلك السبيل. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuko kwenye Ijumaa ya tarehe 15 mwezi wa 10 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 3 mwezi wa 4 2026 kwa takwimu ya miladia. Kwenye maudhui ya khutba yetu ya leo, miono yake ni hii. Miono yake ni hii. Miono gani? Ya kina nani? Ya nini? Miono gani? Ya kina nani? Ya nini? Miono ya wanavyoni, miono ya wanazuoni. Kwenye nini? Kwenye mambo yanayohusiana na dini. Miono ya wanazuoni kwenye yanayohusiana na dini, ramani walizozitukua kwenye ya kutufanisha sisi tufane, ama tuache ramani ya kutufanisha tufeli. Na kwamba ule kutoinua vichwa kwa Waislamu kwenye wakati tulionayo, kwa ahadi ya Mungu ya ushindi wa Waislamu kwa kukosa ramani hizi, ama tuzipate ramani hizi ili tufaulu, kwa sababu ahadi ya Mungu haivundiki na nusra iko. Na hata kama haitakuwa, sisi Waislamu ni sababu. Mungu ataitoa sababu hata kwa wasiokuwa sisi, ili ahadi yake isimame na nusra ipatikane, na ionekane ya kwamba sisi leo wakati tulionao ni mashujaa wa maneno na kusemana kwingi na kutokwa na mapovu na mache, ili uonekane una ghera katika dini, lakini hamna chochote. Haya kwanza yaanze kwenye boma letu mashekhe na maduati, liishie kwenye wafuasi. Number 1, sisi kama maduati tuweni wa kweli, na ukweli utoke mtu kwenye dhati za roho yake, kisha hisabu zipatikane kwa Mungu. Mimi niliosema nimo hapo, kivemo naweza kuwemo, pengine naona simo na nimo. Nikiwemo nataka niwemo ili njarikibishe ntoke. Number 2, tuacheni sana sisi mashekhe maslahi. Maslahi ndiyo yaliyotuharibia
na yaloharibu mujtama. Namba 3, tuweni wa kweli kwa tunaoyalingania. Tusiwe waongo kwa sababu ya tumo letu la kibinafsi. Nasema haya kwa dhati za roho yangu, na Mungu ukiwa shahidi kwenye sayyidul ayami fil usbu. Hata nikiwemo na niwemo, lakini nitoke kwenye kuwemo kwenye uchafu huo kwa ramani maridadi tuliopewa na waheshimiwa maswahaba, wakipokea kwa mkweli wa kushinda wa kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii message kwanza nzetu maduati, wengi waongo, wengi wetu waongo, mafhumu, maslahi ndiyo yaliyowekwa mbele na ndimi tamu za kuchengeza, lakini fiche ni uvundifu mtupu. Safi, twende. Jua hata twende hivyo kwa sababu siku kidogo twenda kwa Mungu. Sasa kwa nini nikubembeleze? Hakuna kubembelezana, wata chukunyoe. Kama hazikunyoleka kesho chukuregeshe kijembe. Tukiondoka tumeondoka safi. Utakavonielewa utanielewa. Niliamua kichambo, Mungu anipe taufiki. Tuweni wa kweli maduati. Au vipi rafiki yangu? Khutba inaanza hivi: ya khaliqal kauni, ewe muumba wa ulimwengu. Halul umma inqalaba, hali ya umma imegeuka, hali ya umma imepochoka. Si ni maandiko? Fa asbaha lahu fi mizaniha adaba, ikawa upuzi ndiyo adabu ya vipimo vyao. Vipimo vya adabu vyetu siku hizi ni upuzi mwingi. Ndipo ukaona upuzi umesheheni katika TikTok, na wengine walioko kwenye TikTok, walioko kwenye TikTok ni watu wazima, nyuso zimeanza kukunjana ati wako katika TikTok. We kwanza uso wako umekunjana, utashtua watu kwa TikTok. Ni hili andiko, umuone mtu nzima na umri wake, badala kufanya toba amelala kwenye kichanda cha rumu yake, rumu ya mrengo wake, kisha umefungua na ichumbo lake kana la teva uko kwa TikTok. Ati nini? Apate viewers. Nina hakika mutanini, pengine mutanitoa kwenye TikTok hasa munitukane. Is okay. Mungu ajua nalenga vipi. Mtu mzima keti utubie, ulipunguze tumbo lako kwa kula nsahala, pengine uchafu mwingi. Usionyeshe ulimwengu kwa TikTok. Umezeeka kimwili, wazeeka na akili. Kwenye kichanda chenke wako, tumbo mtandaoni, kisha atiwa cheka na pengine ukawa na maneno. Ni ala kulli hal, ya khaliqal qaum, ewe muumba wa ulimwengu. Halul ummatin qalaba, hali ya umma imegeuka sana. Fa asbaha lahu fi mizaniha adaba, adabu yao imekuwa ni upuzi, ndicho kipimo chake. Taqallabat fi maasiha wa ma alimat, umma umegeuka kwenye maasia, watu wanaasi kweli kweli, na ukimdhibisha mtu kwenye kuwata maasi ndio balaa. Waonekana wewe sasa ndiwe mbaya kwa kuonya mwenye kufanya ubaya ndiye sawa. Ndio hali ya dunia. Sasa tutaamua lini sisi kama maduati kwenda kwenye mstari wa sawa, potelea mbali? Kupendeza kwingi kwa watu watakuacha mkono kesho kutwa. Watuwe ni hawa. Afadhali ungana na Mungu wa haki. Intaqallabat fi maasiha, wamegeuka katika maasia yao. Wama alimat, na huu umma haujui, anna almaasi narun tuhdithu alataba, kwamba maasia ni moto unaozusha ufisadi. Ni kweli
dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas, ufisadi umeenea baharini na barani hata angani kwa yanaotendwa na mikono ya watu. Mwasemaje hapo? Bila shaka kwa sababu neno la Mungu, na neno la Mungu halianguki. Ufisadi umeenea barani na baharini kwa yanaotumwa na mikono ya watu, na venye kutuma madhambi hayo hata hawaogopi. Bahari ni bluu tupu, kikwetu sisi usema uziwani. Huoni koko, huoni bandari, ni wewe na Mungu tu, na watu kwenye vipando wakawa na manga na maasia na warembo na kunwa ntindi na kufanya kila la kufanya, na Mungu akawapa bandari salama salimin. Maandiko asema tatawala al-laylu hatta ightala bahjatuha, usiku umerefika, usiku umekuwa mrefu kweli kweli mpaka ukatanganya uzuri wake, uzuri ukatanganyika. Famatara qamaran yabdu wala shuhuba, huoni mwezi uliodhihiri wala huoni nyota, ni mtanganyiko wa maasia tu. Twende kwenye maandiko, sikiliza vizuri sana. Famatara qamaran yabdu wala shuhuba. Khalas, natadhakaru wa nahnu fi asrina alhadhir, twakumbuka na sisi tuko kwenye zama tulizo nazo. Kunna nara ni'ama fi ba'dhi biladi almuslimin, tulikuwa tukiziona neema katika baadhi ya miji ya Kiislamu. Waliyom, na leo, qad tabaddalat wa taghayyarat, imebadilika na kugeuka. Nazalat bihimun nakabatu, hizo neema zimeshukiwa na maafa. Walwailatu, na maangamivu. Wataadi watabaghudhi, na kufanya uadui na kubughudhiana. Wataqatul, na kupigana, au si? Muislamu alilo nalo hata kama nda kheri hawezi kundhihirishia mwenzake Muislamu vatangamane kwenye kheri. Lile la kheri atakalolifanya Muislamu atalifanya kimikao na kimagurupu na kifitna na kinini, na jambo zuri, jambo la kuchengea. Napiga mifano hiyo tu watu waelewe, kiziona nyuso hazijaelewelewa, na naweza kuhisi kwamba hapa naona kidogo humfano haujaelewa, na lileta meli bandarini. Ni hivyo, utaelewa huelewa, lakini najua hapa kumeelewa. Jambo la kheri nataka kulifanya, talibunia nkao. Tayari ukilibunia nkao na jambo la kheri, ushagawanya mara mbili. Mbona wataka kufanya hivi na ni wema? Na wema huu kwa nini asishirikishe wengine? Huu ndio ugonjwa tulionao katika jamii. Lini tutatoka kwenye maafa haya? Maafa yatuepuke. Sual, kaifa yakunu tasarrufuna sahihan muwafiqan lishari, kusurufu kwetu lini kutakuwa ni sahihi kuwafikiane na sharia? Mbona hata kwenye jambo la sharia mpaka tutanganye mambo litatize la sharia? Hatta narji'a ila halina alladhi kunna fihi, mpaka turudi kwenye hali yetu tuliyokuwa nayo. Wa hatta narji'a ila dini al-khalis, na mpaka turudi kwenye dini khalis. Muislamu anayeamua kufanya dini na kushirikiana na mwenye dini, kwanza apige tarbini ya moyo wake. Nieleweni vizuri sana, na wako wasiotaka kunielewa, lakini wanielewa, ni ile kimikao na chuki zake za kibinafsi. Uhalisia ni wa hapa ndipo kutaka kukufanya wewe ufanye mambo yote yanyoke. Hapa pakiwa na matatizo, na yako matatizo hayo kwenye jamii yetu Waislamu,
ndio mambo yetu yakapochoka, na hayatanyoka mpaka mtu arudi kihalisia kwa ukamilifu wa dini. Nafikiri mnanielewa. Awalan, kitu cha kwanza, ili turudi kama Waislamu wafao kuitwa Waislamu wenye Uislamu. Awalan, quwwatul yaqini wa thiqa. Ili turudi, hali ibadilike, tuwe na nguvu ya yaqini na thiqa. Kuwa na nguvu ya yaqini ni kwa kuwa hatuna shaka na tulilopangiwa na Mola wetu, hatuna shaka. Sasa siku zote ukifanya la Mungu kwa yaqini, wanali naja hapa, nataka kuanzisha biashara, sina ndugu, sina rafiki, sina yoyote, kijiji Tokomeani huko ndimi na Mungu wangu, ukasema bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah, ukafungua kibanda chako, ninathika hapa siko kwenye mato ya wenzangu, lakini niko kwenye mato ya Mungu. Hiyo ni thika. Kibanda kitankuza mara takuwa na magodano karibu 100. Are you with me? Wengi wetu hatutaki, tunataka tukiata pen kwa mtihani wa form 4 hapo hapo uitwe kwenye ofisi ya rais. Ofisi ya rais ni ofisi ya watonyi, waweza kwenda na kishazi chako, ama ni ofisi ya watu wa Mungu kaa au wabangi au watu wavivu. Ofisi ya president ni ofisi ya head of state, my friend. Taka mtu aloamua mwenye ukweli na Mola wake, na alokuwa mkweli na Mola wake, hata kapewa kazi kwenye ofisi ya rais, atafanya kazi kwa misingi ya Mungu wake, na rais amwambie very good, siwezi kukiingilia kwa dini yako, lakini usiniharibie kazi yangu. Tunayo hayo Waislamu, mkitizia hata nyuso zetu zikionekana nyuso za fitina. Kisha athika, thika, naamini niko hai, tajaribu, taanguka, mwisho nitasimama. Ndio wanaofanya wale jamaa wakafika kwenye level hii walionao, tusoweza kufika kwa sababu wa fitina nyingi za Kiswahili. Bi anna Allah, uwe na nguvu ayaqini na thika kwamba Mwenyezi Mungu ni alfariju, Mungu ndiye mwenye kufariji. Utantegemea nani akupe faraja wewe? Utantegemea mtu akupe faraja akikopa hakulipi? Hebu niambie. Huyo mtu akikopa kwako hakulipi, kisha ati wewe wantegemea mimi tapata faraja kwa hapo. Huwezi kupata faraja kwa hapo. Akipata cho kwako takimiza. Kwa lugha nyingine, akipata cho kwako takiramba, ubaki mweupe. Tuneneni dini venye kujitokeza kutupenda, watupende kwa ajili ya Mungu, na wakichutukia wachutukie kwa ajili ya Mungu. Twende. Aswani'u, uwe na stika kwamba kwa Mungu ndiye mtenzi wa kutenda. Alkafi, uwe na thika kwamba kwa Mungu ndiye mwenye kutosha. Hata ukanifuta kazi kwako, I don't care, tapata kazi mwingine maadamu mimi niko hai. Lakini wenzetu baadhi ya Waislamu, akifutwa kazi leo hapa, hata kama nkupokonywa kibanda cha tomato, siuze tena, sitaki tena, kwa machanga mwezi nzima, ashitakie ncha nzima. Hali ndizo hizi, mmefutwa kazi. Ndio kazi gani hiyo ulikuwa nayo hata ushitakie kinamna hiyo? Hatuna yakini na hatuna thika, ndio hali ya wengi kati yetu Waislamu, tukawa hali tulivyo. Songa. Alladhi yakshifu albalwa, uamini kwamba Mungu ndiye anayeondosha balaa. Fahasbuna Allahu fi kulli shay, achutosha Mungu katika kila kitu. Kuwa na yakini hiyo. Qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri yasema, la takrahu al-balaya al-waqi'ata, usiogope balaa zinazotokea na maafa yanayotokea. Balaa zinazotokea na maafa yanayotokea hutujua tuwajue tusiowajua.
Au vipi hapo jamani? Hakuna maelezo mazuri kana maelezo ya Kiislamu. Balaa zikitokea hutufanya tusowajua, tuwajue, tujue namna kwenda nao. Sahih? Wanakamati alhaditha, na zile nakama maangamivu yenye kuzuka. Fala rubba amrin takrahuhu najahuka, huenda jambo litukielo ikawa ndio kufaulu kwako. Wala rubba amrin tuathiruhu fihi atabuka, na huweza jambo liloliweka mbele ikawa ndiko kuangamia kwako. Huenda ukapenda kitu kikawa kwako ni shari, na huenda ukakitukia kitu kikawa kwako ni khairi. Funga aya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Mungu ni mjuzi, wewe hujui. Sasa ikiwa Mungu ni mjuzi, mimi sijui, mimi mwenyewe tata ujuzi wangu kwa Mungu, wewe hata sina habari na wewe isipokuwa kwa kunasihi, uandame ama ukatae. Sawa kabisa. Neno la Hasanul Basri, haqqan, ni kweli. Almu'minu yabhathu fil biladi anil ajri, mu'mini siku zote kwenye miji hutafuta ujira, hatafuti masifa, hatafuti manaat, na sifa ndizo zilizotuua. Hata sisi maduati huenda tukaharibu dawa yetu kwa kufurishwa mijitwa kwa kusifiwa. Wamfanyia Mungu, mfanyie Mungu, mwate Mungu atakusifu kwa unalolifanya. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fanya kwa ajili ya Mungu, usafishe roho yako. Watakubikiwa mbia na mapembe na kusifiwa, utaharibikiwa kwa kuharibiwa na wasoipenda kheri yako, na sisi hapo hatujui. Safi kabisa. Wala sabila ilaihi illa bisabr, hakuna ndia isipokuwa kwa subira. Wala sabila ila sabri, na hakuna ndia kusubiri illa biazimatin imania, isipokuwa kwa maazimio ya kiimani. Maazimio ya kiimani hakuna cha kusubiri ndugu yangu. Ukisikia dini huitwa dini, huitwa kwa misingi hii ya dini. Lakini kama kila la dini dini, ingekuwa mambo faudha na holela, ndio ukaona wengi hudai watu wa dini na hawana dini. Tayib. Wa iradatin qawiya, na uwe na nia nguvu, na nia ngumu ndio inakufikisha kwenye malengo. Fannasru wassalamatu min arrada, upacha salama na kusalimika na maangamivu. Nusra na kusalimika na maangamivu, ndugu zanguni, maqrunan biquwwati al-imani billahi ta'ala, imekutanishwa na nguvu za imani aliyetukuka. Huna nguvu za imani, subra itapotea. Subra ikipotea, yakini itatoweka. Yakini ikitoweka, thika na Mola wako itapotea. Utaishi vipi ndugu yangu? Nasallallahu salam. Thaniyan, la pili, ili turudi kwenye hali takiwa, innal munji min hali almuslimin alyawm, lenye kuokoa, mwenye kuokoa ama lenye kuokoa hali za Waislamu leo, huwa audatuhum lihadha din, ni kurudi kwao kwenye dini hii. Nikisema kurudi kwao kwenye dini hii, si kurudi kwao kwenye kujaza misikiti. Si maana dini kujaza misikiti katika jumla, na waweza wenye kujaa misikiti kujaza vote si vachu wa misikiti wamekuja tu. Nyinyi hamuoni Ramadhani na mna misikiti inavyojaa? Si wengi hujaa kwa sababu atende tu. Nasallallahu salam. Yaache hayo, hicho kitoweo tu kidogo kidogo, sio kwamba kuwa ni mada. Kama ni mada hapa, huingia kwa sababu achende, kungenyoshwa mikono asema Sheikh, Mungu akituweka uhai Ramadhani itakokuja, tutanuia hata hiyo chende kufungulia mwadhini, tutakula kwa witri moja moja, kama munao midomo wa subra hiyo. Kufunga mwadhini bila robo chende, twende. Chenye kuokoa hali ya Waislamu leo nkurudi katika dini hii, wa ikhlasuhum li rabbil alamin, na ikhlasi yao kumtakasia Mola wa walimwengu, afai kutakasiwa amali.
fa fi dini ukhuwatuhum, katika dini ndio kwenye undugu wao. Hatuna cha undugu mikao tu, na ukiambiwa hapo umefanya mkao takata, huja ukabadilisha kitabu wewe ukaona wema ulikuwa utaka kufanya. Asalala, nasallallahu salam. Mungu tupe umakinifu tuimalize khutba, wasitutoe kwenye dira kwa kuyaona yatendekao kwa ndugu zetu Waislamu watu tendao, tukalepuka kwa kuharibu. Na nataka muipate picture yanaotufelisha kwenye mimbari hii. Katika dini ndio kwenye undugu wao. Wa fi dini amanatuhum, katika dini ndio amana yao. Uaminifu ndio dini. Sasa jiulize, una uaminifu? Hamna dini. Wa tumaninatuhum, na ndio utulivu wao. Utulivu ni mtu kuweko kwenye dini, na hakuna dini tulivu kana dini ya Kiislamu. Wa fi dini saadatu dunyahum, na katika dini ndio furaha ya dunia yao. Mbona hatuna furaha na tuko ndani ya dini? Wa fauzu akhiratihim, na katika dini ndio kufaulu kwa akhira yao. Namba 3 kwenye miono hii ambao ndio unwani ya khutba yetu, innal munji min hali almuslimin alyawm, yenye kuokoa hali ya Waislamu leo, marhunum bitaghyiri anfusihim, imewekewa rahani ya wao kubadilisha nafsi zao, ila ma yurdi Allah ta'ala, kubadilisha kupeleka hali kwenye linalomridhi Mungu aliyetukuka. Famata ghayyara almuslimuna ahwalahum, popote Waislamu watakapobadilisha hali zao, wa aslahu shu'unahum, wakatengeneza mambo yao, badala Allahu halahum ila ahsani halin, Mungu ataibadilisha hali yao kuileta hali nzuri. Wa rafa'a sha'nahum, na atainua mambo yao. Wa a'la makanatahum, na daraja zao ataziweka juu. Hatuna daraja zozote, twatwezwa, tumetweka. Sikilizeni, kimimi si wahi. Kama makosa nitakubali ni makosa, haki ya Mungu mimi sipendelei. Katika hafla zetu za madarasa, kila anayesimama, tazameni hali ya walimu leo, tazameni hali ya mashehe leo. Mashehe leo wametweza kweli kweli, wamedhoofishwa kweli kweli, wanadharauliwa kweli kweli. Twalijua zamani toka tuanze dawa. Kwa hivyo vumilia kwa ajili ya Mola wako, mfanyie Mola wako kazi kwa ikhlasi. Mungu hakuwati hata ukiatwa na watu. Hakuna masala kujiaibisha katika majukwaa, ni hivi hivi ni hivi. Mimi nature sipendi kwenda katika hafla ambayo mtu akisimama ataanda, mashekhe waangalieni hawa maskini, kanzu nyingine zile pekine ni hiyo moja yapigwa pasi kila Ijumaa. Umeniaziri my friend? Sina kandu moja, mwenye kandu moja ni wewe. Sasa simama useme hivyo. Ni shati tualishane shekhe. Mashekhe wanaezi, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Leo tumekitie front line, kuna na waheshimiwa, mtu asimame awe huzungumza la walimu kupitia kwa waheshimiwa. Ni hivyo, walimu udaiwa, walimu hufukuzwa majumbani. Nenda kalale kwenye sikiji kwenye nyumba ya Mungu, na uwe na ikhlas, Mwenyezi Mungu atakupandia. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atun wa yu'dhimu lahu ajra. Au vipi hapo jemeni? Nikikosa kina Yusuf nirekebisheni, sawa? Msipo nirekebisha, nikisikia kumefanywa vikao kwenye cave, nikipata habari nitawawasha. Kuna mchezo, watu kesho kutwa ufa shukatezeo bembelezana tu. Bembelezana nini? Ninasihi kabla sijashuka kama nimeharibu. Ukifanya kikao huku wapiga kikombe cha chai, washtua kitwa na huku waninena. Sawa? Tayeb. La 4 la kuturudisha sisi kwenye kuwa vachu vya kisawasawa. Innal munji min hali almuslimin alyawm, lenye kuokoa hali ya Waislamu leo. I'adatu nadhari fi tarikh almuslimin, ni kuregesha macho kwa historia ya Waislamu.
kaifa kana almuslimuna alawail, vipi walikuwa waislamu wa kwanza, aqwiyaan, vipi walikuwa na nguvu, hisiyan wa maanawia, kwa hisia na kimaana. Hisia, ukipambana na mwanamume katika sahabatu Rasulillah, ukimpa mkono, we mwenye huona yes, nimempa mwanamume alotangazwa katika Qur'ani, minal mu'minina rijalu, kwa kule kumpa mkono. Tuko pamoja? Kesho tuafa. Innal munji min hali almuslimina alyawm, yenye kuokoa hali ya Waislamu leo, i'adatu an-nadhari fi tarikh almuslimin, ni kuregesha macho kwa tarehe, historia ya Waislamu. Kaifa kana almuslimuna alawail, vipi walikuwa Waislamu wa kwanza, aqwiya, wenye nguvu, hisia, kwa hisia na maanawia. Maanawia, upanga tu ukishikwa na mwanamume wakati huo, ulikuwa ukimwona akiuchezea ule upanga, subhanallah, na upanga ukimsikiza, na kwenye kuutumia ni ya upelekapo waenda, na kichwa kitakacho anakitoa. Leo wewe ukishika upanga utatetemeka, ukuanguke, ushikwe na adui, utindwe wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa, nisameheni vizuri sana na nafikiri mwanielewa. Wa kaifa tamassukuhum bidini, wa kwanza vipi walishikamana na dini yao. At-tarikhu shu'a'un min al-madi, tarehe ni miale ya watu waliopita. Yuniru tariqa lilmustaqbal, yatupa sisi barabara kujua future yetu. Tayib, qala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik Mungu amrehemu, asemaje? Lan yasluha akhiru hadhihi al-umma, hauchengei mwisho wa umma huu, sikuifanya wafanifu wachengenefu wao hushinda masahaba wa mtume, hauchengei huu umma, illa bima salaha bihi awwalwa, isipokuwa kwa lile lililowachengeza wa kwanza. Yale yalowachengeza wa kwanza tukiyashika ndio tutachengea. Hatuashiki tu achikwa huja tu, sisi ni hivi, sisi ni hivi, sisi tunapenda masahaba, sisi ni salafu hadhihi al-umma, sisi kadha. Usisi hautoshi, utenzi ndilo litakalo, na nia ndio itakapokuwa kwa wewe wokovu. Safi kabisa. Tayib, tano tumalizie. Innal munji min hali almuslimina alyawm, yenye kuokoa hali ya Waislamu leo, al-ihtimamu bil ilmi shari, ni kuwa na bidii ya elimu ya sharia. Kuwa na bidii ya nini? Elimu ya sharia. Kila ukijiona umesoma, wewe sema sijasoma, na kila ukikubali hujasoma, utazidi kusoma. Na hiyo ni khutba kamili. Mtume aliposema kila unaposwali ifanye swala yako wa mwisho utaswali tena. Ina maana ukiswali utaiswali ndivyo, maana huna uhakika kama utaswali tena. Lakini leo mtu akisoma kidogo tu, hata kipewa shauri, si ufanye mpango uzidi kujaza masomo yako, utajibu bikuli sarahati ya kwamba kwa la, mimi hapa nilipo naona natosheka. Mtu hutosheka kielimu. Elimu ni bahari. Ndipo ukaona hali zilivyo, ilmu ya sharia iko chini kwa wengi. Tayeb, kuwa na hima na elimu ya sharia, lianna usula ila alhaqi, kwa sababu kufika kwenye haki, la budda birrujuu ila alkitabi was sunna, hapana budi mtu kurudi kwenye Qur'ani na hadithi, wa aqwali salafil umma, na maneno ya wema waliotutangulia, hasatan fi waqti alfitani, hasa katika zama hizi za fitna. Wasemaje? Zama hizi za fitna tulicho nazo, ndio vijana walikuwa wafanye bidii sana katika kusoma, lakini mwana hataki kusoma. Mwana taklidan ama, amwende meshekhe tu fulani, alinenalo twende, alinenalo twende, yeye ni mkebe mtupu, hana chochote. Ndio hii hali ilivyo katufilisha. Sadisan, ni point ya mwisho, tushuke kwenye mimbari hii, tuangalie khutba itakaofuata. Na nimewambia huu mwezi niko hapa kwa sababu pana dozi fulani nataka kujipa mimi mwenyewe. Tajinunga nikiweza, si venye sukari hii dunga wenyewe. Kama siwezi takupa wewe sindano unidunge, lakini nawe kubali. Ukiweza idunge, usipoweza nipankuduke. Sadisan, la sita. Innal munji min hali almuslimina alyawm, yenye kuokoa hali ya Waislamu leo,
al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Na hapo takiwa angalia, ndugu zangu, ni kama mtaniunga mkono, vita vikubwa viko katika kumwambia mtu kweli. Hele mpate mtu watawadha pale, akianza aanze kuosha miguu, pengine umwende kwa taratibu, Sheikh afwan, sianze kuosha miguu kwanza, wacha wajifanya msomi, ndio nitaanza kuosha mikono sasa tena kuonyesha. Basi tawadhi kiujinga, uende ukaswali kiujinga, utoe salamu kiujinga. Tabu kubwa iko katika kumwambia mtu ukweli. Hili yundu lililoko mitaani na ni mtu kuambiwa kweli tu. Lakini hatuwezi kufunga hizi ndimi, sio? Hatukufunga ndimi wakati wa mwanzo mwaka kupanda ardhi hizi, kuliko kuwa na mavurugu kweli kweli, na Mungu akatupa ustahimilifu tukanyoroshana. Tusarenda wakati huu ambao matunda yametoka na watoto waliosoma. Sasa nkubana kwa mafunzo, ukifuata sawa, usipofuata ndio na Mungu wako. Lakini ati kutoa mkono, nilimpata jamaa mmoja anambia, wallahi lazim shekhe, mambo mimi nina rai moja, kwani msikiti ni wa rahma tu? Kaambia kwa nini? Kulingamana na hali pale mambo ameshtadi, hali zilivyo bwana, tilia mbali, nenda misikiti tele, watakiwa pale tupote. Kaambia huko nitakiwa hapo, mimi sipataki, mimi nataka pale pahala nkataliwa hapo. Hakuna jambo zuri nilipendalo mimi kana kushindana. Niondoke, nikuondoke wewe, wazuka wote wapate vipembe hapa, iwe akimuo ni nzuka, anayeswalisha ni nzuka, maamuma safu wa kwanza mvazuka, ni vazuka juu vazuka, dhulumatum ba'dhuha fawqa ba'd, thubutu. Hapa napiga kambi, hakuna ruhusa mtu kusema kwamba mimi nende pahala popote. Kwa nini? Mutafurahi wakati mliswalia jeneza langu, hapo mtakuwa tayari. Siwezi tena, lakini sasa niko hai my friend. Rahma, masjidur rahma, litakuna rahmatu rahmatan lilmu'minin, kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi kana rahmatan lilalamin. Simmenielewa kina Imam Madina vipi? Simmenielewa? Kwa hivyo take care. Hakuna mchezo au vipi? Hakuna mchezo hapa, wala usijaribu hapa, hapajaribiwi. Tunataka usawa tu, na sisi tuwaweza kukosa, au si? Wewe angalieni vizuri. Point ya mwisho. Kuna watu staajabu, usiona zile sura zao. Huyu. Point ya mwisho. Kuamrishana mema, kukatazana mabaya. Ukimuona mtu na ubaya mwambie, unamuokoa. Usimsengenye. Kumsengenya ni tabia za kike. Mwanamume hasengenyi. Mwanamume humwambia mwanamume mwenzake paruanja. Mungu asema, falamma nasu ma dhukiru bi, waliposahau lile walilokumbushwa nalo, anjaina alladhina yanhauna anisu, tuliokoa walokataza maovu. Wenye kukataza maovu huokolewa na Mungu, na tunataka uokofu. Wa akhadhna alladhina dhalamu, tukawapatiliza wale waliodhulumu, biadhabin baisin, kwa adhabu kali, bima kanu yasukuna, kwa ufasiki waliokuwa nao. Falamma atau amma nuhu anu, walipofanya yale waliokatazwa, qulna lahum, tuliwaambia, kunu qiradatan khasin, kuweni mayonda, kuweni manyani, kwa mujibu wa 163. Hivi sasa hata tukisema kunu qiradatan, hamui, tuko vile vile wanadamu, lakini vitendo vyetu hushinda virada. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairi almuslimin walmuslimat fastaghfiruhu faya fawza almustaghfirin wa ya najat at-taibin astaghfirullah. Jiandae kwa hotuba inaofuata, taitia makali kwa wiki mzima. Tumefahamiana? Ili ichutinde sote, hata inchinje Jumarangi pia. Naona uniangalia sana. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in.
كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أصلح أحوالنا وأنفسنا وكن معنا أينما ولينا ويسر لنا أمورنا كلها ولا تبدل علينا حالا إلا لأحسنه واجعل لنا نتقرب إليك ولا تردنا خائبين إنك الكريم الغفور لا إله إلا أنت.